Mheshimiwa Profesa Ndakidemi, swali la nyongeza. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Nianze kwa kuipongeza serikali kwa jinsi inavyopambana na ugonjwa wa selimundu, kwa sababu ugonjwa huu unaenea sana ukanda wa Ziwa Kati na maeneo mengine nchini. Sasa gharama za kutibu ugonjwa huu ni kubwa sana. Serikali ina mpango gani kuhakikisha wananchi wanatibiwa bure, kwa sababu gharama ni kubwa na wananchi wengi hawawezi kumudu hizi gharama? Asante sana. Kwanza Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, kwanza ni mjibu mbunge bingwa wa Moshi Vijijini, ambayo toka Moshi Vijijini ianzishwe haijapata mtetezi mzuri kama huyu hapa. Niseme tu kwamba selimundu kama ambavyo mnajua ni mojawapo wa uwekezaji ambao rais wetu amewekeza kwenye nchi yetu kwa kiasi kikubwa. Na kama mnakumbuka, miaka miwili iliyopita ukipata selimundu, kinachokutokea ni kwamba unasubiri, unakuwa tatizo linakusumbua na watu wengi wafikishi miaka 45 wamekuwa wamekufa. Lakini rais wetu ametuletea teknolojia, na mnakumbuka tulivyokuja kwenye bajeti yetu ya mwaka jana, uliona mtoto aliyeletwa hapa ambayo tayari ametibiwa ndani ya nchi hii na akapona selimundu. Na sasa mpaka sasa watoto zaidi ya 30 wametibiwa na wote wametibiwa bure. Lakini niwaombe waheshimiwa wabunge, tunapoelekea sasa kwenye bima ya afya kwa wote, nadhani itakuwa ndio suluhisho la kudumu, kwa sababu sasa hivi hawa wanaotibiwa bure sio kutoka kwenye bajeti ya taifa, ni juhudi za rais binafsi kutafuta fedha kwa wadau na kusaidia hao maskini wasiojiweza.